Asante. Yaani umeandaa chakula vizuri, mume wangu ale, ndio uweke chumvi kilo nzima kwenye mboga kweli? Hey. No. Nilikuwa nimepika mimi. Na chumvi ilionja kabisa, ikawa iko sawa kabisa na jinsi ninavyopika. Na kipimo changu sije kupunguza wala kuongeza. Ni hicho hicho. Imekwaje? Yaani ukiniambia hujui chumvi imetoka wapi na msteringi wa leo ni wewe. Wewe ndio umeconnect kila kitu hapa. Mahanjumati haya ni wewe. Hafu chumvi kilo nzima, yaani mfuko mzima wa chumvi unajaza kwenye mboga hizi. Mume wangu, nimeonja chumvi nakwambia iko sawa. Sasa unanilaumu. Hivi kweli toka tumeanza kuishi mimi na wewe nishaweka kitu kama nishafanyaga kitu kama hiki? Nitakuaminije wakati sterling wa leo ni wewe? Wewe si ndo fundi wa leo? Sijakataa, ina maana kwamba yani niweke chumvi kwenye chakula hivi kweli? No. Sasa imetoka wapi? Fatuma. Toka mume wangu ameanza kupakua chakula, ukaanza kucheka cheka. Kuna nini kinachoendelea? Mama nitue. Tena unitue kweli kweli. Kwamba mimi hichi chakula nimekifanya kitu gani? Mimi ndo nimeweka chumvi au? Aloingia jikoni kupika ni mimi au ni wewe? Lakini mume wangu nimepika chakula mwenyewe sawa. Na chumvi nikawa nimeonja kabisa iko sawa. Sasa nashangaa. Fatuma. Hata kama unanichukia hivyo, lakini usinifanyie matatizo. Usilete matatizo kama nyumba yangu basi. Mwanamke. Unataka kunilia mume wangu? Hii chumvi ni kwamba umetuwekea ili utukomoe tusile kwa sababu umepika nyama au kitu gani? Kwa ndio uchungu sana au mwanamke kuliko mimi, si ndio? Fatuma. Huo mchezo unaocheza utakugharimu. No. Naomba nisamehe. Nisamehe mimi niliyopita. Na kuandaa kila kitu. Haya. Mimi naenda kula kwa mama. Sasa ndio jamani, kula basi chakula cha mpenzi wako, mume mtoka kipenzi, la azizi, nyongo mkaliaini. Siwezi nikamwacha, labda wewe uondoke. Mbele. Samahani. Najua nimekukwaza lakini pia kulikuwa na maagizo ya mama. Alisema nakuhitaji. Anaomba uende siku ya maagizo na wewe. Ulifika nyumbani kwake? Nilipitia. Nisalimia mama. Sawa. Kondo umesusa? Jamani baby. Aha, mbona umenyanyuka? Mimi siwezi nikaacha mke wangu. Nyongo mkaliaini. La azizi. Mbona chakula umekiacha? Na bado. Fatuma mdogo wangu. Jina langu. Hivi nimekukosea nini kikubwa sana hapo mpaka unaamua kunifanyia? Kwa hiyo nataka kuniambia, yaani umefanya hivi makusudi ili uniuzie mimi kesi. Fatuma, najua huu wote ni mchezo wako. Sasa
naomba unisikilize kwa makini. Na ufungue masikio yako unisikilize. Ni hivi, hichi nilichokifanya ni kidogo. Umeelewa? Linakuja lingine ambalo litakufanya mpaka utamani ardhi pasue ingie ndani. Unamaanisha nini? Hapa ndo kwanza mawingu. Subiria mvua inakuja. Unamaanisha nini? Chizi ni inamaanisha nini? Fikicha akili yako, fungua akili yako ndio utajua inamaanisha nini. Kula unenepe. Shenzi. Basi angeweka hata kidogo ya chumvi. Mwagie chumvi yote jamani. Kama sio dhambi tunafanya hii kwa sababu ni nini tunafanya? Alafu watoto wa mitaani wamekaa wana chakula. Sisi tunamwaga chakula kweli? Hata mwenye ameniuliza lakini sina namna. Mama, sasa mbona unanipiga? Mimi nimependa mke wangu unaniita, nimekuja kukusikiliza unanipiga. Ndio, tafuta kiti ukae, uje nikueleze kosa lako. Hili mama hujachaga tu korofi yako na nimeshakuwa mtu mzima lakini bado tu unanipiga. Ndio, mtoto kwa mama hakui. Sasa hakui ndo kibao chote kile mama yangu kweli. Hivi, Mzibarizi mwanangu, kwa nini umeoa bila kuniambia? Sasa mama, mbona utaratibu wa kukuambia si ulikuwepo tu? Kwa hiyo uoe kwanza ndipo uje uniambie. Amna mama, ningekwambia tu mamangu. Sasa kwa nini unafikiri ningeacha kukwambia? Na ni kwa sababu zipi hasa mpaka wewe ukamuolee Bi Fatuma mke wa pili? Kwani si yeye mwenyewe ndo kaniruhusu nioe? Wewe Bi Fatuma ndo amekwambia uende ukamuolee mke mwenzie? Ndiyo, kwa sababu sasa unajua lile tatizo lake ile, tumeishi muda mrefu hatujapata mtoto. Akaamua kuniruhusu nitafute mwanamke mwingine nioe ili tupate mtoto. Ni sawa, lakini jambo kama hilo ulitakiwa unishirikishe mimi kwanza. Na mimi ndo ningejua nyumba ya kwenda kubisha hodi kukutafutia mke wa pili, lakini sio ile familia ulioingia. Sasa mama, kwani ile familia ina shida gani? Familia ile haifai. Hakuna asiyewajua. Familia ile haina adabu, watoto ni midomo, mashangazi ni midomo. Yaani hakuna mwema katika ile familia. Umemletea moto mkwe wangu Bi Fatuma katika ndani ya nyumba. Mama, kama ile familia ina tabia mbaya, ina midomo, kwani si atafuata tabia zangu sasa? Si nimeshamuoa. Una uhakika tabia siku zote haina dawa? Mkeo yule Bi Fatuma toka umemuoa yule mtoto wa watu. Yaani katika watoto waliofunzwa kwao wakafunzika ni Bi Fatuma. Bi Fatuma toka umemuoa hajanitusi yule, hajanivunjia heshima hata siku moja. Kila siku, kila kunapokucha, kadri siku zinavyokwenda, Bi Fatuma heshima yake kwangu inazidi kuchanua. Leo hii umekwenda kunitafutia moto. Hivi ataniheshimu kweli yule kama anavyoniheshimu Bi Fatuma? Haya, sasa ndo nishaoa. Kwa hiyo tunafanyaje sasa? Ulitakiwa unishauri mimi kwanza. Mimi ningejua cha kufanya hata kijijini huko ningekwenda kwa shangazi yako. Nikamwambia anitafutie binti aliyetulia, mwenye adabu zake, aliyefunzwa na wazazi wake, ambaye anasikia ni msikivu, nikakuletea uoe mke wa pili. Leo hii unakurupuka, unakwenda kuniletea familia ambazo hazifai ili uharibu uzao wangu. Haya, sasa ndio nishamuoa, tunafanyaje sasa? Mimi usiniambie kwamba ndio nimeshamuoa. Huyo binti mimi nitakuja kumtoa, ataondoka.